Ni furaha kubwa kuona tunamaliza mwaka pamoja na ndugu zetu wa Goma ndani ya kimya. Ava chama chetu cha AFC M23, chama cha ukombozi kifike Goma, siku kama na hii ya 2024 ilikuwa ni masasi, ilikuwa ni mauaji, ilikuwa ni watu kuangaliana kwa sura, kuangaliana huyu anaongea lugha gani, anatoka wapi. Yaani ilikuwa ni mchanganyiko ya uovu, ilikuwa ni mchanganyiko ya mabaya. Lakini kwa sasa unaangalia mji uko kimya, kila mtu anafanya kazi zake, chama kimeunganisha watu, hakuna kuangaliana tena huyu anaozungumza lugha gani. Chama kimeleta amani ndani ya mji wa Goma, hakuna tena masasi ambayo inapiga. Chama kimesafisha mji, unaangalia vile mji iko safi, mji wa Goma. Salama, alhamdulillah, tuko nayo. Mwezi wa kusika tuone tena. Mchana tuonanga kwa sababu shule ni fete na Mungu atafutisha. Mungu anawapa riziki yao. Chama kimeleta umeme ambao haukatiki tena. Chama kimeleta maji safi kwa watu wote ndani ya mji wa Goma, hata ndani ya teritoria ya Nyiragongo maji inaanza kuteremuka. Chama kinajenga barabara toka Sake kwenda mpaka Walikale, barabara ndani ya mji wa Goma, barabara toka Goma kwenda Ruchuru zinajengwa. Chama kimefanya mambo mengi na ni kitu ambacho kinatufurahisha sisi wanachama, na ni kitu ambacho kinafurahisha population ya kwetu. Parce sisi wakati tunaona population ya kwetu inafurahi, ndo tunafurahi. Kwani sisi tuko waongozi wa raia, sisi tuko watumishi wa raia. Wakati ambao raia ya kwetu haifurahi, na sisi hatuzifurahi. Unaangalia muda ambao ulikuwa umepita, mauaji ilikuwa mingi sana, nilikuwa natoka sema. Lakini kwa sasa ukiangalia benki Felix amezifunga, lakini wachuuzi ambao wanachuruza Birere wako wanachuuza, wanapata pesa, wanarudi nazo nyumbani kwao, hakuna mtu anawanyang'anya. Washanjera ambao walikuwa nakufa usiku na mchana, kwa sasa washanjer wako naishi ndani ya quiétude. Hakuna tena mtu ambaye anawanyang'anya, hakuna tena mtu ambaye anawafuatilia ili awaue. Mubirere watu wanachangamuka, paske hii mugini ya Birere watu wanaishi vizuri, hakuna mwenyeko na shida na mwengine. Mea yepe kalituambia tutembee 24h sur 24h. Kwanza sie raia tunamfurahia sana, hata nikwe jeshi, hata nikwe raia, minafurahia maire de la ville. Vile ndio mtu anakuwako, isiko kusema yani uko jeshi ndio unajiona tuwe ndio Mungu. Hapana, maire de la ville atuambia tutembee 24h sur 24h, fete ikwe vizuri kabisa. Tunaona watu soko, samaki, kuku. Manake hapa ni solde, vitu yote Goma ni mambo yote iko sambamba. M23 imekuja hapa juu ile kazi, sababu wakati etat de siege na leo utafauti ukabani. Felix ameleta hapa plus de 40,000 hommes juu ya kulinda pouvoir yake, lakini sie tumeleta hapa grupe kidogo sana ni juu ya kulinda raia na mali yake. Unaona ni vitu vile viko utafauti kabani, na ndio maana tunasema raia watembee, wafurahi. Sasa sisi kazi yetu ni kuwalinda na watalindwa vizuri. Na walevi watashindikizwa kwa sababu watu wanalewa. Ni kusema watu wanalewa, na jeshi yetu iko nafanya nini? Temwenyaje ziko. Wanakamata mlevi, baba kama ni wewe lewa, wanashindikiza, wanapiga. Kwako ni wapi? Ni hapa. Wanapiga hodi, wanasema baba, mama, lamuka, ale, patia baba chakula akule sababu amelewa. Jo kazi ya jeshi kulinda raia na mali yake. Tuko hapa ni kwa ajili yao, sababu na ukapitiza mikro balader population watakwambia ku sécurité M23 ni kusema wanatumika. Veye zitakuwa kwa makanisa. Veye tulisha autorize, wameshatuandikia na tumesha autorize, na hii siku ya Noel zimekuwa, lakini zimelindwa na hakuna shida. Unaona, ni kitu ambacho kinafurahisha, na wakati si hiyo raia inafurahi, wakati hiyo raia inaishi na uhuru, na sisi inatufurahisha. Watu ambao walikuwa wako na iba ndani ya soko hapa ya Birere wanapungua mchele, wanapungua mafuta, nao wameacha. Naiba hapa wangali Hawakufa, wangali tu. Lakini wangali wanawaiba simu hapa. Haiko sana. Meleji ya fete. Wanataka tafuta msaada. Mungu akawabariki, wanaiba wanapata riziki yao nao. Ndio. Lakini ni sawa. Ni sawa, lakini
Watu ambao walikuwa wanaharibisha sima nao wameacha. Watu ambao walikuwa wamepandisha bei ya nyama, walikuwa wamepandisha bei ya sambaza, kilo ya sambaza, nao wamepungua. Yaani unaona maisha, karbira imeshuka bei. Transport ya bisi imeshuka bei, ambutiaje haziko tena. Wale warulaje kunyang'anya watu kwenye barabara, wale warulaje bandia hawako tena. Barabara imekuwa kimya. Watu wanaanza fika mbele ya mapano ya signalisation, mbele ya mafeu rouge, watu wanasimama. Yaani mambo yote imeenda sawa sawa. Na niyo ndo Kongo ambayo sisi tulikuwa natafuta. Niyo Kongo ambao wakongomani walikuwa natafuta na ambao walikuwa shakosa siku nyingi sana. Lakini uangalia complicité ya chama pamoja na raia yake imeacha mambo inaboreka, na kwa sasa mji wa Goma umekuwa mji ambao unavutia watu wote. Umekuwa mji ambao kila mtu anapenda akuye fika hapa Goma aishi, na wale ambao wako mbali nao wanaanza iga hii ambayo inafanyika Goma. Goma imeshakuwa fasi ambapo kila samedi imekuwa culture, kila mtu samedi analamuka anajua ifo asafishe, na hata watoto wa kidogo. Zamani ilikuwa inaonekana kwa vijana kuchukua kifagio na kufagia ilikuwa kama ni haya, lakini leo unaanza wa vijana nao wanaanza fagia, wanasafisha mji, wanapanda miti, wanapanda maua, na niyo ndo Kongo ambao tunataka tunareve sana. Ndio mheshimiwa, umegusia swala muhimu linalogusa wananchi. Umesema umeme na maji imekuja. Mmetosha umeme wapi na maji wapi? Kwa sababu miaka zaidi ya 10 ilikuwa ni vigumu kupata maji Goma. Si ni kitu ambayo ilikuwa inashangaza watu wote. Wakati ambapo Lake iko hapa, maji ya Lake haishi, lakini Goma na Lake nifasi Goma iko ndani ya Lake tuseme, lakini mtu ambaye yuko hapa anakosa maji safi. Lakini wao wanafanya vipi? Wanakata maji ili wao wabebe magari zao ziende uzisha maji kwa bei kali. Ilikuwa ni kutesa raia. Ile maji tumeikuta tu hapa, lakini uongozi wetu, uongozi wa chama cha AFC M23, chama cha raia, ni uongozi ambao unapenda kwanza raia. Umeme ulikuwa tu hapa, wameima watu umeme ni kuwatesa. Tunaangalia. Na hiyo ndio maana tunasema sijue wenyewe imekuwa hapa, sisi tumekutana hapa, haiko kusema ni ya mpya, mimi si chama kiko na jenga zingine za mpya, lakini hiyo ambayo tuko na pani ilikuwa tu hapa. Yaani ndio maana nasema kuna kuwaka uongozi ambayo wanapenda raia iipende, wanatumika juu raia iipende, na wengine ambao wanapenda raia. Sasa sisi tunapenda raia. Unasikia? Yaani tunatumika juu tunapenda raia, lakini wale ambao wanatumika juu raia wapende, wanafanya vibaya, lakini wanafika wanadanganya raia na mambo mingi, wanaiintoxike paske wao wanapenda wapendewe, lakini sisi tunapenda raia na ndio maana tunaitumikia. Hatuna besoin mtu ajue kitu ambacho tunafanya, hatuna besoin mtu atutape, lakini tunaifanya kwa roho paske tunaifanyia wa ndugu yetu. Na ndio difference ambayo iko katikati yetu sisi na government ya Chilombo. Kura sai 24/24. Maji sai delestage ya maji haikwake tena. Wanafunzi sai ukiangalia walimu hakuna tena magreve ya masomo. Walimu wote wamejoka kwa mustari, watoto wanafunzwa vizuri sana na mambo yote inaendeka. Na hiyo ndo Kongo ambayo tulikuwa na review usiku na mchana, ndo Kongo ambayo chama cha AFC M23 imefika ku restore dignity ya Kongole. Na wakati mtu yote ambaye kunaishi Goma anaweza anza enda nje saa hii, unakutana thamani hiyo respect ya mkongomani imeanza rudia. Na hiyo ndo kitu ambayo tulikuwa tunapigania miaka nyingi, na hiyo ndo kitu ambayo chama chetu cha AFC M23 kitaenda leta ndani ya nchi yote ya Kongo ili mkongomani tuweze kurudisha hiyo dignity yake. Ni vita gani mlikuwa nayo kubwa? Vita ilikuwa kubwa, cha kwanza ni government ya Chilombo ilikuwa imeonesha raia kama sisi ni wa terrorist, sisi ni watu wabaya, sisi si wakongomani. Lakini wakati tumekuja raia ilikuwa na uoga, wakajua kama ni wa terrorist ndio wanakuja. Lakini alitusaidia kwanza kutuchafua mbele. Kwa sasa raia imeona ukweli na raia imetambua kama ni yeye ndo mbaya. Raia imetambua kama huyo ambaye kwa anaitwa terrorist kumbe ni mtoto wa mji, na ni mtoto ambaye alikimbia, alienda juu ya maovu ambayo Chilombo alikuwa anafanya, na ni mtoto ambaye ameleta mabadiliko. Sasa wameona kama sio wa terrorist, ni watu ambao wanapenda mabadiliko. Sasa wameona kama haiko wa etranger vile Chilombo alikuwa anawaambia, wameona kama ni watoto wao, na pamoja hii amani ambayo iko. Sitasema kama ni chama cha AFC M23 ndio imekileta 100%, lakini ni complicité entre chama cha AFC M23 na population yake. Parce que saa ndani ya mji wa Goma bandia kaonekana fasi yote, na kwa saa zote zile raia itatupigia tuambia hapa tumeona mouvement suspect. Hapa tumeona watu ambao wanashikilia silaha, na sisi kwa muda tunakuja
na kuhakikisha kama huyo bandia tumeweza kumkamata. Si kama zamani ambapo wakaranti volero walikuwa nafaa wakitembea wanaenda iba ndani ya nyumba, ukiita intervention unakutana telefoni kuna sonete na mule ndani ya nyumba. Yaani mtu ambaye yuko sanse kukuproteger na ndio anakuiba. Lakini sisi hapa uongozi wetu haiko hivyo. Sisi ni chama cha raia na ndio maana mkutano watu wamekuwa fier. Watu wamekuwa fier na watu hawako tena tayari kuja kupietinei amani ambayo imepatikana ndani ya mji wa Goma. Hii amani ambayo imeletwa na chama cha AFC M23 pamoja na raia yake. Raia inajivunia hii amani. Yaani hii amani ni kama mtoto. Mama amebeba mimba miezi 9 kisha amezaa mtoto wake, anamsikilia wivu, hataki mtu akuje amfanye mbaya, anamsikilia wivu. Hii amani ni amani ambayo imeletwa na raia na chama chao cha AFC M23, watumishi wao sisi ambao tuko hapa. Sasa ni politiki gani mnatumia? Kwa sababu nakumbuka sisi wenyewe kulala ulikuwa unaweka vitu kwenye mlango na hata watu wamesikia tension, pressure, yani unajua Goma kulikuwa hakuna tena ile nia ya kuishi. Mtu anajua kwamba nalala leo nitakufa. So unajua kama sisi tulikuwa silaha pasike sisi tulitambua hiyo tatizo. Na wakati tumeenda tumechukua muda ya kuweza kujifunza namna gani tunaweza maliza hiyo tatizo. Ni kusema wakati tumekuja hapa tulijua shida ni gani na tulijua kipi raia anasubiri kwetu. Na wakati raia ameona kama tuko serious ndio nimekwambia tumepiganisha pamoja. Haiko sisi wenyewe tu, tumepiganisha pamoja. Na kwa kila kitu ni utashi. Mtu ambaye kuna utashi ya kuleta mabadiliko na raia ikiona ndani yako mko seriosite na uko na ile volonte ya kufanya mabadiliko ionekane, raia naye anakusindikiza. Lakini wale ambao walikuwa hapa government ya Chilombo walikuwa ni wabandi, walikuwa ni wafrapper. Ni watu ambao walikuwa wanatafuta pesa na mkutafuta pesa wanapata pesa wanaenda jenga à l'étranger. Kwa hiyo walifale wachonganishe raia, wachonganishe wakongomani, wachonganishe makabila zetu. Goma ni mji ambao tumekomaa hapa, hatujue huyu ni kabila gani na huyu ni kabila gani. Lakini unaona Chilombo ameleta hapa mambo ya ukabila. Huyu ni Muhutu, huyu ni Munyanga, huyu ni Muhunde, huyu ni Mutusi, huyu ni Muhavu. Sisi hapa wakati tumekomaa hatukuwa najua hiyo. Na hiyo klima ya unité ndio imerudia tena ndani ya mji wa Goma na njoo force yetu hapa Goma. Na wakati raia imegundua kama sisi kweli tulikuja kuwatumikia, tuko watumishi wao, voilà pourquoi amani imepatikana, voilà pourquoi kila kitu ambacho kile initiative ambayo tunakamata inaendelea mbele. Sisi kama unaona amani iko ni pasikie tukianza kitu hatukiachaki. Tunahakikisha tumekifuatilia. Yaani kila fasi ambapo tushafika tunafanya control. En 2026 tutaredoubler ma effort. Hiyo makontrole tutaifanya. Na kule ambapo hatuyafika nako tutaenda kuhakikisha kama watu wote wamejiweka kwa mstari. Kuhakikisha kama mkongomani asikuwe considéré tena kama frappeur, asikuwe considéré tena kama mwizi, asikuwe considéré tena kama bandia. Yaani sekta zote za maisha tutaziingilia na kuhakikisha kama watu wote wako kwa mstari. Unajua hapa, sababu nimetoka kusema makala anaiba, bunga anaiba, mweko anazisha ndagaa naye anaiba, mweko anazisha mchele anaiba, mweko anazisha mafuta anaiba, ukienda ukaribira anaiba, ukienda kugaze anaiba, ukienda wasima naye anaiba, ukienda transport BC, ukienda voyage naye anaiba. Finalement unakutana Chilombo alikuwa ameua inchi. Lakini sisi tumeitosha huko ndani ya shimo ambako Chilombo alikuwa ameiweka na kuiweka juu na kurudisha Kongole hiyo samani yake. Unakutana watu wanaanza pata pesa kidogo, lakini pesa kidogo ya amani ambayo unajua naweza toka nao Birere na taenda nao kunyumba na nitarudia. Unajua nikipata 5000 francs naweza enda uza bunga sambaza za 2000 francs, nauza bunga ya 1500 francs, nauza makala ya 1000 francs, nauza tomate ya 500 francs na watoto wanakula kunyumba. Niko natafutia watoto. Kazi yako tu ni kuuzisha matungulu. Epice. Niko nauzisha matungulu, karoti, kokombre, poiro, poivron. Yote niko nauzisha. Niuzie sasa. Mere hii tena chunga watoto. Baba inawachunga. Niko na watoto 5. Hivi ndio inawachunga. Watoto 5. Mama hii pati kwa unaitoshaka wapi? Rwanda. Inakusaidia kana namna gani? Inanisaidia sana. Inakulisha watoto. Uniuzie kakangu, mimi nabalomba huruma. Sasa mama, utatuzisha nini? Mbona peti kwako ni ya kidogo? Ya mzuri sana, niko na ya mingi kudepo. Mama wa Mubirere.
Asi hapa njo kumoske. Manake inaweka mambere. Manake hapa unajulikana sana. Sasa unaona inzira ni chika. Hapa hakuna njia. Yaani hapa kila mtu ni kupigana kupata nyama. Njia inakosekana hapa. Inakuwa changamoto sasa. Sasa mama. Mama Petit Pois. Hawezi mwanga hii Petit Pois ya kujua msonga. Mawazo yake yote iko kwa ile mlungu ya Petit Pois. Mawazo yake yote iko pale. Soko ya samaki. Njoo ile pale. Mawazo yote iko pale. Basi mimi naangaika. Nikija kwa televisheni na mzuri baba. Hii ni sereli. Inafanyika nini mboga? Hii inaleta harufu ya mzuri mmoja. Karoti inafanya nini? Za macho ni tamu sana. Petit Pois. Marau papa. Akosa fete iliingilia hapa kweli? Hakuna tuyaiona. Hivi inakulisha watoto? Watoto 5. Inawasomesha. Lakini mama, kuna mara nanunuaka hii Petit Pois ingine inakuwa mweusi. Tuhurumia msitufukuze hapa kumoskia. Ile inakuwa ya mweusi na mzuri ya kumoskia hii moski naweka watoto. Inawasomesha, inaweka na babwana. Sisi kwa babwana bana kazi. Meya naona asiwafukuza kia. Manake meya tuhurumia situfukuze hapa. Kujaka tufukuza watoto watakufa na bwaki. Watoto na watakufa na bwaki. Hii inachunga watoto 5. Hii seleli na bwana hana kazi. Na wanasoma wanakula mzuri. Na wewe inafanyaga nini mama? Ina utamu sana. Mtoto akikula hapo. Ninaenda ikula, nitaona. Utasikia wewe. Nitakuja nitakwambia. Mturumia kama tusemea kwa meya hata sikia atafuata video. Afate video mzuri asitufukuze. Sawa. Sawa. Hii nini wewe? Sawa. Basi tuone samaki. Ona vile hapa kuna samaki hawa. Ndo goma ya mpya hiyo. Na ndo goma ambao watu watakuwa wanatarajia, ndo goma ambao watu watakuwa wanachunga. Na chama chetu, chama cha M23, chama cha mabadiliko kimehakikisha kama mambo yote imekuwa shwari na hatutaishia pale. 2026 tutaredouble my 4. Na hiyo tuko na izungumuza paske tuko sur na viongozi wa chama hawalali usiku na mchana, wanatuitisha fuatilia hiki mfuatilie kile, na wakati tuko na besoin ya mamwaejo ya kufanya ile a chaque instant tunakuwa na besoin ya mamwaejo wanazitupatia ili tuweze kusaidia raia yetu, ili tuweze tumikia raia yetu. Mheshimiwa, unasema ni kwa nini mlitangaza vita dhidi ya ukabila? Unajua vita ya ukabila ni vita mbaya, ni vita ambayo inamaliza watu kinyama na kiujinga. Lakini kwa sasa watu hawaangaliane kwa sura kujua huyu ni kabila gani na huyu ni kabila gani. Kwa sasa vita kubwa ni vita ya uchumi, kujua nitapata nini kwa huyu na huyu naye anatafuta nini kwangu. Ndio kikubwa. Kwa sasa vita kubwa ni vita ya maendeleo. Kipi kinaacha hatuendelee hapa? Lakini tatizo ni nini? Kwa sababu nimetembelea Uganda, Tanzania, kuna Wahindi, yani kabila zote, lakini hautasikia kuna mambo kama haya ya Kongo. Ni kwa nini Kongo hawaruhusu watu wengine Kongo ya Chilombo? Yani tulikuwa na uongozi mbaya. Uongozi ambao ikishaiba pesa ya raia, wanachonganisha raia, wanaweka ukabila ndani ya raia ili watu wabakie distrait kwa mambo ya vita ya ukabila, na wao wanaenda wako naiba pesa. Lakini sisi chama chetu ni chama cha watu wote, ni chama cha kabila zote, na ni chama ambacho kiligundua ile shida ukabila na iko parmi ma cause ziliacha watu wanachukua silaha. Na ndio maana mmekutana kabila inaisha Goma, watu wanavake librement kwa activities zao. Wakati unaenda uza inite hautajua huu ni kabila gani. Wakati unaenda uza bunga, unaenda uza tomate ndani ya soko, wakati unaenda uza birai, wakati unaenda uza mafuta, wakati ukienda uza birai utatafuta kujua kabila gani ililima. Ukitaka enda uza mafuta utajua ni kabila gani alileta ile mafuta.
Ukitaka enda uza samaki ama ukule nyama, utajua nani alivuka hii nyama? Hapana. Na kwa sasa ndio vile tunaishi, hatuna besoin kujua huu ni kabila gani, ni kabila gani. Kikubwa ni kujua huu ndugu yangu anafika kwangu, ni kipi tapata kwake na yeye kipi atapata kwangu. Ndio kikubwa. Yaani vita uchumi, vita ya development, tulete maendeleo kwetu, ekonomi yetu iweze kupanda mbele. Nikienda Uganda, nikienda Rwanda, nikienda Tanzania, tapata nini kwa Watanzania na Watanzania watapata nini kwangu? Nitapata nini kwa Wanyarwanda na Wanyarwanda watapata nini kwangu? Na sisi tunaendelea vile. Na vile ndio tutajenga Afrika. Vile ndio tutajenga East Africa, na vile ndio tutajenga Kongo. Na hiyo ndio Kongo ambayo sisi tunachunga, ndio Kongo ambayo tunategemea, na ndio Kongo ambayo tuko napigania tukamate Kongo nzima na kuleta mabadiliko ndani ya Kongo. Bwana Meya, toujours moi même sens ya ajouter kwenye mkuu wa Malivika anasema récemment on a eu FARDC porte-parole akachafula banamuke ya Batusi bien évidemment. Je crois que je vais suivre ma propos. Je ne sais pas comment on les a répondu à ma déclaration qui surtout il y a côté tribalisme. Yeye ni porte-parole. Porte-parole ni kama kasuku, wanamuweka maneno ya kusema. Si yeye ndo amesema, lakini ni uongozi wa FRDC ndo umesema, na chef supreme wa FRDC ni Chilombo. Yaani ni Chilombo ndo alimtuma aende sema hiyo, lakini ni ujinga kubwa. Ni ujinga yenyewe hata community internationale imesema ni vitu ambavyo havistahili kusemeka kwenye mamedia, na ni vitu ambavyo haviexiste. Ni hiyo ukabila ambao Chilombo kwa anaweka ndani watu hapa kila siku. Parce que yeye ndio komanda supreme wa FRDC na ni porte-parole wake ndo ameenda isema. Yaani ni yeye, na wakongomani na walika waangalie ideolojia ambao Chilombo angali nayo. Waangalie kama ideolojia ambayo Chilombo iko nayo ni ya kutatiza watu, ni ya kuchonganisha watu, ni ya kuleta ukabila ndani ya watu. Lakini sisi hapa Goma, sisi ndani ya Amazon Libere hatuwezi tarafuata hiyo. Sisi tumeenda mbele. Tuko na jenga kwetu. Wale ambao watabakia district wabakie district, lakini sisi tuko na jenga. Chama chetu kiko na gomboa watu na kiko na jenga. Tunajenga kuanzia kwa mishinzi, msektere zote, sekta zote za maisha tuko naenda tunazijenga, kila kitu tuko na kibadilisha. Mambo ya ukabila sisi hatuko tena pale. Hiyo ni mambo ambayo inaangaje Chilombo na government yake, lakini sisi hapa tunaendelea mbele na kujenga nchi ya ukabila na jiunga na watu wote ambao wako napiganisha governance mbaya. Voilà pourquoi kwa sasa tena tuko ndani ya chama cha AFC M23. Na uzalendo wa kweli uko hapa. Na isemeka kila siku. Parce que uzalendo wa kweli ni huyo ambao unatafuta maisha ya mkongomani, maisha ya mwananchi iweze kuboreka. Mwananchi aweze kuishi salama. Uzalendo haiko kunyang'anya mambuzi, kunyang'anya makuku za watu, kuweka mabariere maelfu. Kwa sasa watu wanaanza tembea, ukitoka hapa unaenda mpaka Kashebere kule Walikale, hautakutana mabariere ndani ya njia. Ukitoka hapa unaenda ngambo ya Lubero, hautakutana mabariere ndani ya njia. Ukitoka hapa unaenda Sud Kivu, Amazon Libere zote. Watu wanatembea usiku kama vile mchana, hautakutana mabariere, hautaona mambo ya makidnapping, malevement ya watu hapa. Hauisikie tena. Hiyo yote ilikuwa ni uongozi mbaya ya Chilombo. Lakini kwa sasa pamoja na chama cha AFC M23 mwangaza umeonekana, samani ya mkongomani inaanza kurudia. Ndio, mheshimiwa, sura ya Goma ya leo, watu wanaanza kuona Goma, wanaanza Goma ilishakuwa sa Kigali, Goma watu wanaanza sema iko sa Dubai. Changement na message kwa watu wenye uko Ulaya ambao wana hamu ya kukua hapa Goma. Eske Goma mambo ni sawa? Goma ni mambo ni sawa. Goma kuko amani, Goma kuko un bon climat des affaires. Watu wote wakongomani na wale ambao wasio wakongomani wakuje visiter Goma. Wakuona sura ya Kongo ya mpya. Ukitaka una sura mpya ya Kongo utaanza kuionea hapa Goma. Amani, usalama, umoja, maji, usafi, maprojet ma development, yani sura mpya. Hapa business iko, maaffaires donc business iko, kazi nyingi ziko, ma projet de développement ziko, watu ambao wanataka kukia créer ma société, kucreer ma usine, wakuje Goma ukiangalia. Na sisi wakati unakuja tuko tunaenda tunabembeleza wa investisseur. Tunawabembeleza hiyo mambo ya kuleta ma pourcentage mbele uanze kazi zako, mambo ya kukusumbua na mataxe mingi. Unaangalia taxes zetu tumetoka ku plus de 500 taxes mpaka kudesa. Hiyo taxes ambazo Chilombo aliweka sisi zote tumezivunja. Tumeweka taxe kidogo sana ili mule mfanyabiashara atakapokuja ajisantire kwa klima ya mzuri. Tuna ba accompagner ili klima ya mzuri rudie na watu wote wapate kazi. Voilà pourquoi wakati unaweka hii kupunguza matax,
Wakati tunaleta amani ni ili wainvestisseurs waweze kuja, na wakati wainvestisseurs watakuja hawatatosha wafanyakazi mbali, watakamata tu watoto wa hapa. Yani les jeunes de Goma nao wataanza pata kutokana na amani na bon climat des affaires ambao tumeweka, na watapata makazi, na utakutana pale tutakuwa tumereduire taux ya chômage ndani ya mji wa Goma, na hiyo ndio vita kubwa ambayo chama chetu iko nacho. Tutatoa ujumbe gani wa mwaka mpya? Tunafunga mwaka wa 2025, tunataka ingia 2026, message yako kwa raia? Mimi sitazungumza mingi, ni kuwatakia mwaka mpya wa 2026 na kuweza kuambia kama waweze kujiapproprier hii amani ambayo iko ndani ya mji wa Goma, waweze kujiapproprier chama chao cha AFC M23, chama ambacho kinawaletea mabadiliko, chama ambacho kiko naleta development ndani ya mji wa Goma, bien sûr pamoja na hiyo population. Amani ambayo iko Goma, maendeleo ambayo iko Goma, maji, usafi na umeme ambao uko ndani ya mji wa Goma ni mtoto ambao chama cha AFC M23 imezaa pamoja na population ya Goma. Yaani ni fruit ya maefort ya chama cha AFC M23 na raia. Ule mtoto tumchunge mzuri mpaka 2026 na kuhakikisha